Ni katika kuelekea mchezo wa ligi kuu soka Tanzania bara, mchezo ambao umevuta hisia za watu wengi kweli kweli. Mchezo wa raundi ya pili kati ya Tabora United dhidi ya klabu ya Yanga ambao ndio mabingwa watetezi wa ligi kuu soka Tanzania bara. Ikumbuke katika mchezo wa raundi ya kwanza Yanga wakiwa nyumbani katika uwanja wa Azam Complex Chamazi waliweza kubugizwa magoli 3-1, na hii inaleta taswira ya tofauti kuelekea katika mchezo wa marudiano huku kwenye vichwa vya wana Yanga ama wananchi wakiamini kabisa hii ni game ya kulipa kisasi, ni game kwa ajili ya kufanya revenge baada ya kile ambacho kilitokea pale katika uwanja wa Azam Complex Chamazi. Lakini afisa habari wa klabu ya Tabora United Christina Mwagala, mwanamama huyu, analipi la kusema kuelekea katika mchezo huo, na yeye amedadavua mengi kuhusiana na mchezo huo na kusema kwamba wao hawaiofi Yanga kwa namna yoyote ile, na vile watakavyokuja ndivyo ambavyo watakwenda kuruka nao, na pengine wakaendelea kugusa ama kutoboa pale ambapo kuna mshono zaidi baada ya kuweza kuwabugiza goli 3-1. Tumsikilize Christina Mwagala akijinasibu kuelekea katika mchezo huu ambao unatarajiwa kuchezwa mnamo tarehe 2 mwezi Aprili 2025. Ni siku ya Jumatano tu mchezo huu unatarajiwa kuchezwa pale katika dimba la Al Hassan Mwinyi mjini Tabora. Ni sahihi, kwa maana kwetu sisi mchezo ambao tunauchukulia ni mechi ya heshima. Mechi ya heshima kwa sababu tunakumbuka duru ya kwanza katika timu ambazo zilishindwa kuwafunga Young Africans, lakini Tabora United tulizithaminisha timu nyingine ambazo zilikuwa zinashindwa kuifunga Young Africans, na hivyo tukawafunga magoli 3-1 tukiwa nyumbani kwao. Kwa hiyo mechi ya leo ya marudiano tunajua kabisa kwamba watu wazee wazima sasa hivi wao wanachowaza ni kisasi, kulipiza kisasi kwa Tabora United, wakati Tabora United sisi tukifikiria na kuita hii ni mechi yetu ya heshima kwetu, kwamba kuwaonyesha Watanzania sisi ndio nyuki wa Tabora, sisi ndo wajukuu wa Chifu Mirambo na Chifu Isike, na sisi ndo Mboka Manyema. Kwa hiyo maandalizi yanakwenda vizuri sana, hatuna wasiwasi na kila kitu kiko vizuri kabisa. Wachezaji wana hari, wana moral, na fikiri ni kila Mtanzania anatamani kuona Tabora ya tarehe 7 ya mwezi wa 11 itakwenda kuwa hiyo katika siku ya tarehe 2 mwezi huu wa 4. Na Mwagala, sauti ile inayotembea inayoonyesha vitisho kwa moja kati ya kiongozi, mwanachama, vyote hivyo ni sawa tu, ile sauti umeisikia? Nimeisikia na nilitumiwa na watu. Na pengine hii mnaitafsiri vipi? Kwenu mmeichukuliaje? Kuna hatua za ziada ambazo mnazifanya ili kumbaini huyo ambaye anatoa vitisho? Manake watu wa namna hii lazima kuwaweka chini ya mamlaka hawa. Sisi chakula tunafocus na mechi kwa sababu tunajua utaratibu upi ambao tunaufanya. Hatuwezi tukasema kwamba utaratibu huu ambao unafanyika sasa si ndo tuanze kujibizana nao mitandaoni na si tuanze kutoa vitisho, hapana. Kwa sababu tunachokijua ambacho wanachokifanya ni utoto. Siku zote wao wanasemaga kwamba Yanga wana utoto mwingi sana. Yaani wao wanaonaga kwamba kwenye ligi ya Tanzania, yani wao sijui ni waite ndo kina nani, lakini wanashindwa kufahamu kwamba sisi ni sawa na timu zote 16 zinashiriki ligi kuu. Hauwezi ukampigia mtu simu ukampa vitu, kwa maana Dida sisi ni mtu wetu wa Tabora na ni mtu ambaye anahusika zaidi katika timu ya vijana kwa maana ya under 20 na under 17. Kwa hiyo sio issue kwamba ni ya kutungwa na ni issue ambayo ni ya uongo, hapana. Naelewa kwa maana ni mtu ambaye ni mtu wetu wa timu na tunamfahamu vizuri sana, na hata issue hiyo natokea nilivyorudi Tabora nilikutana na tukazungumza naye. Kwa hiyo sisi kama management tunafanya tunachokifanya sisi ambacho tunajua kukifanya, lakini kwa sasa tuanze mashambulizi na wao, hapana, kwa sababu lengo letu sisi ni kwenda kuhakikisha kwamba tunakwenda kupata ushindi katika hii mechi na tutawashangaza kusema ukweli. Naam, huyo ni afisa habari wa klabu ya Tabora United Christina Mwagala akimalizia kwa kusema watawashangaza kusema ukweli. Kwa hiyo tusubirie katika mchezo huo wa tarehe 2 mwezi wa 4 siku ya Jumatano, mambo yatakuwaje kule Tabora katika dimba la Al Hassan Mwinyi. Mengi yamezungumzwa, mambo mengi yanazidi kujiri katika mitandao ya kijamii, taarifa nyingi zinazidi kuvuja, hatujajua ukweli wake ni upi hasa, lakini kikubwa inasubiriwa kipute hicho tarehe 2 mwezi Aprili. Usisahau kusubscribe
katika YouTube channel yetu Rinyo Update TV pamoja na Rinyo Simulizi TV.